mnyororo wa haki. Nadhani nafahamu mnyororo ulivyo, si ndio? Mnyororo ukitoa eneo moja la kwenye mnyororo, ule mnyororo utakuwa ni mnyororo tena. Maana huwezi kukua mnyororo. Sasa swala la haki au access to justice na masuala ya uwajibikaji kwenye masuala ya haki na utawala wa sheria ni mchakato ambao unategemeana sana. Ni kama mnyororo unavyotegemea kila kiungo cha mnyororo. Ni sawa na mwili wa binadamu. Mkono na kazi yake, mguu na kazi yake, ulimi na kazi yake. Kwa hiyo mnyororo wa haki unahitaji wadau wote. Unahitaji wadau kwanza ndani ya serikali. Mnyororo wa haki unahitaji watu wa serikali. Mnyororo ndani ya serikali uwe unasomana vizuri. Lakini nje, maana yake wadau wanaotoka nje ya serikali kama sisi ya sasa kiraia, watetezi wa haki za binadamu, mawakili pamoja na mahakama, wote kwa pamoja tunatengeneza huo mnyororo. Kwa hiyo mradi wetu huu umejikita katika kuhakikisha huo mnyororo unazunguka mara kwa mara. Huo mnyororo unakuwa effective mara kwa mara. Na hatuwezi kumaliza masuala ya haki za binadamu, masuala ya utawala bora, masuala ya haki, kufikia haki, hasa kwa wananchi wa kule chini ambao uwezo wao ni mdogo, elimu yao ni ndogo, kama mashirikiano ya wadau wa haki hautakuwa umejengewa mazingira mazuri. Kwa hiyo sisi kubwa, pamoja kwamba tumeshirikiana kwa muda mchache huu, tumeona kwamba ili tuweze kufika mbali, wanasema ili uweze kufika mbali lazima ushirikiane na wengine. Kwa hiyo lengo letu ndio hilo kwamba tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kupata matokeo ya haraka. Ni kweli serikali ina nafasi yake, mahakama ina nafasi yake, wanasheria wana nafasi yao, sisi asasa kile tuna nafasi yetu. Kila mtu ana nafasi yake na mandate yake, na tuingiliane. Mahakama itabakia kuwa mahakama, serikali itabakia kuwa serikali, polisi itabakia kuwa polisi, sisi tutabakia kuwa watetezi. Lakini kuna nafasi inabidi tuwe pamoja bila kucompromise position zetu. Maana yake mahakama itabakia kuwa mahakama na sisi tutabakia kuwa watetezi. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri, inatakiwa wote tuelewane kwamba sisi ni wadau. Haijalishi kwamba tumetoka kwenye mazingira tofauti, tuna mandate tofauti, lakini kuna vitu ambavyo vinatuleta kwa pamoja. Na ni vizuri Mheshimiwa, wakati mwingine tukaelewana. Wakati mwingine watu wengine labda muwasaidie watuelewe sisi watetezi wa haki za binadamu. Nadhani umeona jana kuna hukumu imetoka ya askari kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa kule Mtwara. Walikuwa wameua mtuhumiwa. Sasa pamoja na kwamba tunashirikiana na polisi vizuri kabisa, tunakaa hivi na tuna MOU, lakini kitokea kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu namna hiyo, tukisimama tukikemea, isionekane tunavunja mahusiano. Yaani ileweke tu kabisa kwamba hiko hivyo. Hivyo kwa taasisi nyingine. Leo tuko na mahakama hapa. Lakini kitokea mimi nikaua, Salma atanihukumu kuua kesho, na pamoja na kwamba tuko naye hapa. Ni swala la kuelewa tu kwamba kila mtu kuwa kwa pamoja aiondoi mandate ya kila mtu. Kwamba sisi tutabakia kuwa watetezi, mahakama itabakia kuwa mahakama, serikali itabakia kuwa serikali, polisi itabakia kuwa polisi. Ndugu yangu wa mafunzo, chuo cha mafunzo, atatupokea kule tukienda wakati mwingine kama Mungu akipenda na asipende twende. Kwa hiyo wote tunabakia kuwa, haijalishi kwamba kuwa pamoja itazuia sisi kwenda kule. Nadhani hilo tunaliweka vizuri Waziri, kwa sababu wakati mwingine kuna watu wanashindwa kuelewa kwamba mahusiano yetu haya hayaondoi mandate zetu, zinabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo kitokea basi ndugu yangu wa chuo cha mafunzo pale mmemnyonga mfungwa mwanafunzi, sisi tutapiga kelele, lakini kesho tutarudi tutashirikiana hapa na pale. Kwa hiyo ndio tunataka kusisitiza kwamba ni muhimu kushirikiana. Na sisi tunapenda sana, na nishukuru serikali ya Zanzibar kuanzia Mheshimiwa Rais Mwinyi, waziri wewe mwenyewe pamoja na jaji mkuu na viongozi wa taasisi zingine. Kwa kweli kwa miaka hii ambayo tumekuwa pamoja miaka 5, tumepata ushirikiano mkubwa sana. Na faida za ushirikiano mkubwa Mheshimiwa mgeni rasmi ni kwamba zinapunguza kelele. Yaani badala ya kuita vyombo hawa waandishi wa habari na waziri na simu yako, na kuna kitu kimetokea labda kule wapi kule Chake Chake, labda kuna tatizo limetokea kule, mtu kafanywa ukatili, na kupigia tu waziri simu, au kuna issue fulani haijakaa sawa, tusaidiane tumalize, au mpigia polisi, kamanda wa polisi, au kule magereza kuna changamoto, tunaanza kuwasiliana na simu. Pengine kabla hatujafika kwa vyombo vya habari, simu zinaweza kuwa zimetatua changamoto. Ndio faida ya mashirikiano. Kwa hiyo taasisi zote ambazo zinaogopa mashirikiano na sisi wadau wa haki za binadamu, tunaomba waendelee kubadilika.
kwa sababu lengo letu ni tunajenga taifa moja.